Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tunaendelea na darsa za mwezi wa Ramadhan. Leo insha Allah tutazungumzia wale ambao kuwa ni wajibu kwa wao kufungua ama kula katika mwezi wa Ramadhani na kuja kulisha ama kufungua na kulisha. Yani wao hawajibikiwi na kulipa, wanajibikiwa kufungua na kulisha maskini. Katika hao wa kwanza ni mgonjwa ambaye kuwa maradhi yake hawezi kufunga katika hali ama kipindi kile cha mwezi wa Ramadhani, wala maradhi hayo hayatarajiwi tena kupoa baadaye kwa kidhahir inavyoonekana. Kwa hivyo maradhi ambayo kwa kidhahir hayategemewi kupoa kama kansa, Mwenyezi Mungu atulinde, na maradhi mengineyo. Kwa hivyo mgonjwa kama huyu atakula mwezi wa Ramadhani na atalisha tayari, kwa sababu yeye huyu hawezi kuitekeleza ile funga wakati ule wala kuja kulipa, hata kama ni kwa kutenganisha. Ikiwa hawezi kwa kufuatanisha, ni wajibu kwake yeye huyu kula na kulisha kila siku moja kiwango cha nusu pishi kumpa maskini tare. Na insha Allah tutaleta ufafanuzi juu ya swala hili. Wa pili ni mzee, al-sheikhul ajuz al-kabir, mtu ambaye kashapitilisha umri, ikiwa ni mwanamke ikiwa ni mwanamume tare, ambao kwa hawawezi tena swala zima la kufunga wala hawawezi shida zake. Hawa wawili hawa itawajibikia kufungua mchana mwezi wa Ramadhani na kulisha katika kila siku moja kwa kiwango cha nusu pishi, wampe maskini hawa watu wawili hawa. Na katika hawa tuliowazungumzia tutatoa masala kidogo ambayo kuwa yataweza kutusaidia katika kulifahamu swala hili. Masala ya mwanzo, dalili inayoonesha kwamba makundi mawili haya tayari, mgonjwa mwenye maradhi ambayo hatarajiwi tena kupoa na mzee, kwamba wale na walishe, ni kauli ya Mwenyezi Mungu, wa alal ladhina yutiqunahu, na wale ambao kuwa wanapata shida katika kufunga, fidyatun ta'amu miskin, watatoa fidia kwa kulisha maskini. Na hii ni kutokana na rai ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nao ndo muradi ya kauli ya Allah yutiqunahu, bimaana yatakallafunahu bishidda, yani wanapata shida katika kufunga kwao. Kwa hivyo yoyote ambaye kwa hali yake itakuwa ni hiyo, haitomwajibikia kufunga, na sasa wakati huo yeye ataingia katika kulisha badala ya kufunga. Na hiyo ndio fatwa ya Sheikh As-Saidi Al-Qanubi na Sheikh Al-Khalili hafidhahumullah, Mwenyezi Mungu awahifadhi. Masala ya pili, hukumu ya kutokuweza kufunga baada ya mwezi wa Ramadhani. Hii imejengeka katika hukumu ya kidhahir na kikawaida ilivyozoeleka. Kwa maradhi fulani mtu ambokuwa yakimpata kikawaida hayawezi kutoka tena na hatoweza kufunga sahihi wala baadaye. Hii ni kwa kidhahir na kwa jinsi watakavyomuelekeza ama atakavyoelekezwa na daktari muaminifu katika watu wenye khibra ya mambo hayo. Kwa hivyo huyu mgonjwa atakapolisha au huyu mzee atakapolisha, ikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muqallibul ahwal, mwenye kuzibadilisha hali, akaja akawapa nguvu, maradhi akaondoka na mzee akapata nguvu, wakaweza kufunga baada ya muda, baada ya kipindi, hawatotakikana kupitiliza ama kudharau katika swala zima la kulipa,
Na hii si katika yani si katika ulazima, bali wanasema ni katika njia ya usalama zaidi katika mambo ya dini. Na atarajie ujira na malipo kutokana na kile alicholisha kuwapa maskini, kuwa ni sadaka kwake, atarajie malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kuambiwa kwamba ni lazima walipe, hii kidogo kuna mtazamo tari, kwa sababu ada ilivyo kisheria mtu hawezi kulazimishwa mara mbili, yani wajibu mara mbili, kama ilivyosemwa alaysa yujzihu alladhi kad fa'ala, je haimtoshelezi hilo alilofanya la kulisha? Am thamma fardhun ghayruhu kad nazala, au kuna fardhi nyingine imeteremka zaidi ya hiyo? Kwa hivyo ala kulli hal, kiubora zaidi na usalama zaidi na kutoka katika khilafu, akilipa ni bora. Lakini kama hawezi, basi maadamu ameshalisha inatosheleza. Masala ya pili, yule ambaye kuwa hakuweza kufunga mwezi wa Ramadhan wala hakuweza kulisha, katika makundi mawili tuliyotaja hapo, akawa hana uwezo wa kufunga wala hana uwezo wa kulisha, kwake yeye huyu ule ulazima wa kisheria unaondoka, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kuwa anaujua udhuri wake, na atabakia katika deni hilo la funga au la kulisha katika shingo yake. Akipata uwezo na siha atalipa funga, akipata uwezo akapata mali atalisha, na kama hakupata vyote hivyo, basi kwake yeye hakuna tatizo lolote, wala kwa wali wake, warithi wake, kutakuwa hakuna tatizo lolote, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapochukua kitu ambacho kwa amempa mja wake, basi anamuondoshea kile ambacho kwa amemlazimisha. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuelimishe tusiyojua na atujalie kuyafanyia kazi tunayoyajua. Wallahu a'lam.